Neno la Mungu linasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Neno la Mungu linasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, wale wanaotembea katika misingi ya imani kwenye wokovu wa mwana wa Mungu, hao ndio wana wa Ibrahimu. Naamini watu wa Mungu, mmeacha dini zenu, mmeacha madhabahu za ukoo wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mume wako, upande wa mkeo. Naamini mmeacha, panauma, silele mama, kuacha mila na desturi na madhabahu za ukoo unakotoka kuna gharama. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, injili tulionayo inabebwa na imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Kwa hiyo mbaraka ulio mkubwa ndani ya wokovu wa mwana wa Mungu unabebwa na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nje ya hapo hutabarikiwa kamwe. Imani. Kwa nini imeongelewa sana imani? Ukisikia sauti ya Mungu akitoa ahadi ya maisha yako, ya namna ya kukubadili, namna ya maagizo anayokuagiza uache kitu fulani, unahitaji kuwa mtii. Ukibeba utii kwa njia ya imani, ili neno ambalo ndiye Mungu mwenyewe lazima likajifunue katikati yako. Narudia tena, neno la Mungu linasema, fahamuni basi ya kuwa wale kati walio wa imani. Nguzo kubwa ya kubarikiwa kwenye wokovu ni imani. Hao ndio wana wa Ibrahimu. Ukiwa mwana wa Ibrahimu, unatoka kwenye ukoo wa Ibrahimu, lazima ubarikiwe. Sasa unasema umeokoka, ni wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, shida nini? Umeaga kabisa kwenye miungu ya ukoo wenu. Bado unalia. Nimetuma tujifunze kwa kusudi. Mungu aliyemtuma amebeba mbaraka tele. Lakini huu mbaraka ili uweze kuupata, lazima ubebe imani ndani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sio kwa babu yako, sio kwa bibi yako, sio kwa jirani yako. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Kubarikiwa kunaanza rohoni kwa njia ya imani. Kinachosimama mbele ya ujumbe ni neno imani, watu wa Mungu.